ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم تكرحما تمويت محمد صلى الله عليه وسلم katika huu mwezi wa Ramadhan, mwezi wa khairat, mwezi ambao kwamba tunajitahidi kutekeleza khairi tofauti tofauti, sawaan ni khairi ya kiibada, kusali, kusoma Qur'an, kufanya adhkar, i'tikaf. Vile vile kuna khairi ya kuwasaidia wale dhuafa wal masakin, ambao kwamba ni miongoni mwa mafunzo au maelekezo ambao kwamba alikuwa naye Bwana Mtume sallallahu. Alikuwa ni mkarimu sana na sana katika mwezi mtukufu Ramadhan. Rawa an Umar radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن كسوت عورته وأشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. وكذلك عن زيد بن خالد الجهيني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجر غير أنه لا ينقص من أجره الصائم شيء. katika khairi ambayo kwamba zimeshamiri kutumika au kutekelezwa na Waislamu katika mwezi mtukufu Ramadhan ni kuweza kuwasaidia, kuwafuturisha na vile vile kuwapa chakula wale ambao kwamba wasiojiweza. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwahadithia masahaba akiwaambia afdalul a'mal, yani matendo ambayo kwamba ina thawabu nyingi, ina faida nyingi, ina ujra mkubwa, akasema idkhalu sururi ala almu'min, ni mtu kuhakikisha kuwa furaha imeingia ndugu yake Muislamu, kumfikishia furaha ndugu yako Muislamu ni moja katika amali ambayo kwamba ibada ambayo kwamba ina ujra mzuri. Kinyume chake ni kuwa miongoni mwa ibada ambayo kwamba, yani jambo ambalo kwamba ni nzito, kosa ambalo kwamba ni nzito, kumuudhi ndugu yako Muislamu. Kama vile ukimuingizia furaha ndugu yako Muislamu unapata ujra mkubwa, usisahau vile vile kumkasirisha na kumuudhi ndugu yako Muislamu inapelekea vile vile kuwa ni hasara kubwa. Kwa hivyo waweza ukamuingizia furaha ndugu yako kwa maneno mazuri, kwamba kaulu maarufu sadaqa, maneno mazuri ni sadaqa, hasa katika mwezi mtukufu Ramadhan. Na vile vile akasema kasauta auratahu, kumvisha ndugu yako Muislamu. Pengine kuna yule ambao kwamba mavazi yake ambao kwamba si nzuri, wanawake wanatembea urianan, pengine wanasali lakini maumbile yao yanaonekana, hasa katika sehemu ya shingo na miguu. Au vile vile akasema wa ashbat jaw'atahu, na kuwalisha wale wenye njaa, ni amali ambayo kwamba ni bora. Na vile vile au qadaita lahu haja,
au kamkidhia ndugu yako Muislamu haja yake, akakuuliza pengine jambo fulani hajui, ukaweza kumwelekeza, akakuuliza kitu fulani ukamsaidia. Kwa hivyo kusaidiana ni moja katika amali ambayo kama vile vile ina thawabu kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa huyu Muislamu. Kwa hivyo ibada ziko nyingi, khairi ziko nyingi, hasa katika mwezi mtukufu Ramadhan. Idkhalu surur, kuingiziana furaha, kupeana furaha, ukampa mtu maneno, mbali na kuwa usiingie katika haramu kwa ajili ya kuwafurahisha watu, usiingie katika deni kwa ajili ya kuwafurahisha watu. Kwa sababu leo utapata kuna mtu anataka kuingiza furaha, anataka kumfurahisha ndugu yake Muislamu, lakini ataingia katika haramu. Mwingine ataingia kwa mshwari, mwingine ataingia katika okoa. Yani ndugu yako Muislamu amekuomba simu, naomba unisaidie niweze kumpigia fulani, kwambia mimi sina credit, sina. Lakini kwa sababu unaona unataka kumsaidia, unaambia wacha niokoe. Unaingia katika haramu ili kwa lengo kwa unataka kumtatulia ndugu yako Muislamu shida yake. La, usiingie katika haramu kwa ajili ya kufanya khairi, fanya lile ambalo kwamba ni la sawa. Kuna baadhi ya vijana tunaona imeshamiri masala ya betting, kila moja saizi ana bet, ni moja katika baadhi katika mujtama. Kwa hivyo mtu anasema mimi nafanya betting ili nitakachopata katika ile mchezo nitumie kununua iftar, nipeleke tende au maji niwapatie watu watumie katika iftar, niweze kupata thawabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La, huwezi ukatumia kitu ya haram kutafuta naye thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amewasifu, ameelezea sifa ya wale ambao kwamba wanaojitoa muhanga kwa ajili ya kuwasaidia wale masakini, akisema as-sa'i ala al-armala, yule mwenye kuwatembelea wale wajane, wanawake waliofiwa na waume zao na ni madhaifu, na vile vile wal masakin, na wale maskini, kal mujahid fi sabilillah, anaandikiwa ni kama mtu ni mujahid katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kuwatembelea wajane ni katika sunna, kuwatembelea, kuwapa moyo, kuwajulia hali. Si lazima upeleke chakula, si lazima upeleke kitu fulani yenye thamani kubwa, kile kidogo ambao kwamba ndio mtu akasema msichukie, yani la tahqiranna almaruf, msidunishe wema ukaona kwa wema ni kitu kingine ambao kwamba labda haina thamani. Wema yoyote unayofanya Muislamu ina mizani kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Au vile vile akasema kasauta auratahu, kuwavisha ni katika khairi. Tembea unapata katika mujtama, katika jamii, kitongoji, katika mji, unaona mtu pengine hana nguo nzuri, basi unatafuta unapeana. Hii vile vile ni katika khairi. Na vile vile mtu kwenda kuwapikia chakula, akalivyosema Mtume wa ashbat jaw'atahu, ukamshibisha mtu chakula kama katika mwezi mtukufu Ramadhan. Alhamdulillah, sio kuwa mtu anakualika kwa pengine amekuona wewe kuwa wewe ni maskini, wewe ni muhtaji, lakini ile ni ikram, kukirimiana katika mwezi mtukufu Ramadhan, na vile vile kutafuta thawabu. Alivyosema na Mtume sallam katika hadithi ya Zaid ibn Khalid al-Juhani kuwa man fatara saiman, atakayemfuturisha aliyefunga, sio kuwa man fatara miskinan, mwenye kumfuturisha maskini au yatima au mjane. La, man fatara saiman, atakayemfuturisha aliyefunga yoyote. Umemfuturisha tajiri, umemfuturisha maskini, umemfuturisha mtoto, umemfuturisha kijana, umemfuturisha mzee. Akasema Mtume kanat lahu mithlu ajri, unaandikiwa malipo, thawabu kama ya yule aliyefunga, uliyemfuturisha. Alikuwa amefunga, labda ule mtu alikuwa amefunga, alhamdulillah, amesali sala za faradhi zote, amesali sunna rawatiba qabliya na ba'diya, amesoma Qur'an, ameleta adhkar, amefanya hii, amefanya khairi, amezungumza mazuri, hizi zote mchana kutu alifanya. Wewe ile kitendo ya kwenda kumfuturisha unaandikiwa bonus, unaongezewa. Ndio utapata kuna baadhi ya miji utapata watu wanashindana katika khairat, huyu anamlazimisha huyu
leo wewe utakuwa nitafuturu kwako, leo wewe nitakufuturisha, leo wewe kila mmoja anapigania kumfuturisha mwingine. Lakini leo imekuwa kuna baadhi ya watu indahum ihtiqar, wanachukia pengine ni mtu ambaye kwamba hajiwezi. Ukimwona shakhsia yake, maumbile yake, unajua tu ni muhtaji, lakini akibisha ili awe afuturu na wewe au pengine afungue na wewe, unapata kuna mtu uso wake rangi yake inabadilika. Watu wanataka kufuturu kwa kujuana, wala hakuna kosa. Watu wawili watatu wamekaa pamoja, lao akija mwingine ama kama hawamjui, akikaa na wao watamwangalia na jicho la shaka, jicho la dharau. Na siku nyingine inshallah tutakuja kuzungumzia huququl masakin, haki za maskini. Kila twajua kuna maskini wameenea, wametapaka kila sehemu. Hata katika zama za Mtume SAW walikuwepo, leo watakuwepo na kesho watakuwepo, lakini pia wao wana haki zao. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatubainishia, twajua kuna faida nyingi ya kuwalisha maskini, hasa katika mwezi mtukufu Ramadhani. Lakini huu maskini ni nani? Kwa sababu leo imekuwa ni changamoto, kila mmoja anadai ni maskini, watatembea katika mitaa kulia kushoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anaeleza, Abu Hurairah radhiallahu anhu anaeleza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam maskini wa uhakika ni nani. Akasema laysa almiskin, sio maskini alladhi yatufu ala nas. Kwanza maskini si yule anayewatembelea watu, anatoka huku anapita huku anakuwa labda tu kama kuna haja, yani imembidi. Lakini sifa ya maskini ni mtu ambaye kama ana sifa ya haya, sio mtu wa kutembea tembea. Kwa hivyo utapata kuna wengine ambao kwamba wamejua Uislamu ni dini ya ukarimu, dini ya mapenzi, wakajivisha vazi la Uislamu, mavazi ya Kiislamu, wanatembea nyumba hadi nyumba, duka hadi duka wakienda kuomba. Lakini ukiangalia kwa ndani zaidi si Waislamu, kwa sababu Muislamu hana uwepesi wa kuombaomba. Akasema Mtume laysa almiskin, sio maskini alladhi yatufu ala nas, yule ambao kwamba wanawatembelea watu akitaka nini, akisema tardadduhu tamratu wa tamratan, akitafuta kupewa tende au tende mbili, au apewe pishe au pishe mbili. Si sifa ya Muislamu maskini kutembea tembea. Vile vile akasema la yajidu, maskini ni yule ambao kwamba hawezi kupata, la yajidu ghina yughni, kwanza hana la kumtosheleza, yahitaji, anahitaji msaada, anahitaji kusaidiwa. Unamuona mtu mashallah ana afya yake, ana nguvu zake, mara nyingine tunakuwa katika matatizo. Mtu anakuja anakwambia mimi nilikuwa ni msafiri, nimefika hapa, nauli imenikatikia, naomba Waislamu wanisaidie. Ukimwangalia vizuri, simu aliyobeba ina zaidi ya gharama, yani thamani yake 20,000, thamani yake 20,000. Tuangalie katika sifa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyekuja mtu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ni maskini anataka asaidiwe. Je, Mtume alisema tu moja kwa moja nenda katika Baitul Mal ukapewe chakula? La. Akamuuliza una nini? Akasema mimi sina chochote la vitu viwili, nina kishali kitambaa kama hii na nina kikombe. Mtume akamwambia nenda ukalete. Akaleta, ikauzwa katika msikiti. Ile pesa akafanya nini? Akapewa, akanunue kitu ama kwamba itamsaidia kufanya kazi, kama ilikuwa ni shoka ama nini, kisha alete kuni, mara kwa mara analeta pale msikitini akiuza. Kwa hivyo nyingine ni kuwa maskini sio mtu ambaye kwamba kila saa atafikiria kuombaomba. Ramadhani mwaka jana alipewa, mwaka huu atapewa, mwaka kesho alipewa, jana alipewa, kesho anatarajiwa kupewa. La, ni yule ambaye kwamba anataka tu kusaidiwa. Kisha akasema wala yuftanu lahu fatasaddaq alayhi, na amefichika kiasi ya kuwa hajulikani ili asaidiwe. Ni mtu ana shida, lakini akitembea watu wanamuona kuwa ana uwezo, hajulikani. Hii ndio sifa ya maskini, anajifakhirisha. Ile ni neema ya Mwenyezi Mungu amempatia, wala hakuikufuru ile neema. Ni ngumu sana kumtabua. Kisha akasema wala yaqumu fayasalu nnas, na wala si mtu ana wepesi wa kuomba watu. Kwa hivyo ukiangalia hizi vigezo vinne
vinatupatia ishara au vinatuongoza sisi kama jamii ya Waislamu. Maskini ni nani? Si mtu ambaye kwamba anayeomba, ni mtu ambaye kwamba ana haya, ni mtu ambaye kwamba si rahisi kumtambua, na ni mtu ambaye kwamba anahitaji kusaidiwa. Kwa hivyo kule kumsaidia ni Muislamu kutoka kutembea. Ndio ukiangalia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengi walikuwa wakitoka kwenda kuwatafuta maskini. Kwa nini watoke kuwatafuta na maskini wanaweza kuja wenyewe? Kwa sababu ilikuwa ni inahitaji mtu kuchukua muda wake kuingia kubisha nyumba, uangalie, umpate, umsaidie, umpelekee, kwa sababu walikuwa maskini wana haya na wanajificha. Kwa hivyo kama katika mwezi mtukufu Ramadhan tunakuwa na sifa ya kuwasaidia wale maskini ambao kwamba hawana uwezo. Lakini nikimalizia katika nukta moja, nasaha ametoa Said ibn Musayyib rahimahullah, anasema la khairi fihin, hatakuwa na khairi mtu ambaye kwamba la yuridu jam'u almal, hana khairi huyu mtu fi dunia wala akhirah. Hana khairi mtu ambaye kwamba hataki kufanya kazi, huyo hana khairi. Yeye anategemea kuishi katika mifuko ya watu, ameweka maisha yake katika mikono ya watu omba, huyo hana khairi. Kwa sababu gani? Kwa sababu lao ukifanya kazi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujalia, utatoa katika haki ya Mwenyezi Mungu, wewe vile vile utatoa sadaka, na vile vile wayakufu bihi wajhahu anin nas, na itastiri uso wako mbele, heshima yako mbele ya watu. Kufanya kazi itakujalia wewe utafanya khairi vile vile ya kutoa, na itakustiri wewe vile vile uso wako mbele ya kudhalilika, kudharauliwa na watu. Kila mtu akikuona anajua kwa huyu anaomba. Na kuna watu leo, kuna mbinu za kuomba zimekuwa tofauti. Kuna watu wanaomba kwa kusema uongo katika mwezi mtukufu Ramadhan. Ndio Mtume akasema yule ambaye kwamba katika Ramadhan hawezi kujizuia kusema uongo, basi afadhali akule na kunywe. Mtu anatuma message kwa watu zaidi ya 10, Sheikh afwan, leo sina iftari, watoto, mke sijui watakula nini. Ya nini mwezi wa Ramadhan? Kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Wewe unajikurubisha, matatizo yako unakadimishia wanadamu. Leo utapata kuna mtu anasali hapa anaambia Mwenyezi Mungu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lakini akimaliza sala amemfuata tajiri fulani, amekaa pale mlangoni anamvizia mtu fulani. Kwa hivyo ikhlasi yako katika sala ilikuwa wapi? Yatakikana kila yule kwamba kila mwanadamu ni muhtaji. Tuna wale wasiojiweza, twajua Mwenyezi Mungu amejalia watu wako na maisha tofauti, lakini fuata yale vigezo ambao kwamba ameweka Bwana Mtume sallam, kuwa na haya, utaletewa, utafikishiwa. Ikiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amekadiria itakuwa ni riziki yako leo kupata, utapata. Na ikiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hajajalia, unasema nini? Qadarallahu ma shaa fa'ala. Wa sallallahu baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.